unahitaji kutiwa moyo, na hakuna mwingine anayeweza kukutia moyo ila ni Yesu Kristo. Wakati wanaambiwa hayo yote, walikuwa bado wako utumwani Babeli. Hawa watu wanatangaziwa habari ya msamaha, habari ya uovu wao kuwa umeisha, na mateso yao na vita zao kuwa vita vyenu vimeisha. Bado wako utumwani Babeli. Tafsiri yake ni hii: Yesu anakutangazia kuwa umepona ukiwa bado uko. Unanielewa nilichosema? Amen. Yesu anakutangazia ya kwamba wewe uko huru, lakini sasa hawa watu bado wako utumwani. Yesu anawaambia ya kwamba ugonjwa wako umeisha, lakini sasa ukija uko na hisia kama vile bado kuna maumivu tena yamezidi. Yesu anakutangazia ya kwamba amani kwenye familia, kwenye ndoa itarejea. Sasa unaona ndoto lazima kuongezeka kwenye familia. Sikia, Yesu anaona kuliko unavyoona wewe. Unavyodhania wewe sivyo Mungu anavyoona. Unavyofikiria wewe sivyo Mungu anavyofikiria. Wana wa Israeli walipotangaziwa habari ya kuachiliwa huru na ya kwamba si watumwa tena na vita vyao vimeisha, wao waliona mateso waliokuwa wakiyapitia, hawakuona muujiza wa Mungu uliotamkwa juu yao. Na mimi leo ninasema hayo nayo yapitia sasa yamefika mwisho, na Bwana anaenda kukuweka huru, na wewe sio mtumwa tena, bali utakuwa huru kwa sababu umetangaziwa na Bwana mwenye nguvu analijia kanisa lake. Watakukatisha tamaa, watakukatisha tamaa. Wako utumwani Babeli. Yesu anawaambia, nabii anawaambia, watieni moyo, waambieni ya kwamba uovu wao umeisha, mateso yao yamekwisha, na vita walivyokuwa navyo mimi nimewapigania. Mwimbaji mmoja anasema, sipiganagi mwenyewe bali napiganiwa na Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe.